Mambo vipi mtazamaji wa Kidani? Mimi ni Sauda Hussein. Leo nimekuja site. Kama unavyoona niko katika jumba ambalo bado liko katika ujenzi na liko katika hatua ya kupakwa rangi, na kama wewe bosi unajisikiaje pale ambapo unatoa kazi na inatoka vizuri kabisa, lakini pia anayefanya kazi hiyo akiwa ni mtoto wa kike. Kwa leo nimekuja kutembea katika eneo hili kuzungumza na Jessica ambaye tutazungumza naye kwa kirefu kuhusiana na yeye kwa nini aliamua kuchagua fani ya kupaka rangi, changamoto anazokutana nazo pamoja na mafanikio. Lakini pia ametoa fursa kwa watoto wa kike wale ambao wangependa kujifunza kupaka rangi na kutoa mafunzo bure kabisa. Kwa hiyo hii ni fursa kwake, na 2025 ni mwendo wa mchongo. Kwa hiyo nikusihi tafadhali usiondoke hapo hapo. Jessica Asenga ni mama wa watoto wawili kwa sasa. Amezaliwa mkoani Kilimanjaro akiwa ni miongoni mwa mabinti wanne kati ya watoto watano wa mzee Asenga na ni mtoto wa pili kuzaliwa. Amesoma shule ya msingi eneo la Kibosho na baadaye kwenda kusoma shule ya sekondari mkoani Tanga ambapo hakufanikiwa kuendelea na masomo baada ya kutofaulu vizuri. Aliamua kwenda kujiunga na masomo ya ufundi katika chuo cha VETA, akichagua somo la upishi ambalo aliamini ndio njia pekee ya kutoboa kimaisha. Lakini baada ya kufika ikawa tofauti na alivyotarajia, na sasa hatamani tena kuwa mpishi. Tukio yakuwa mazuri kwa kipindi kile, nilikuwa na D. Sikufanikiwa kwenda 5. Ilikuwa ni division ngapi hiyo inakuwa? 4. Kwa hiyo nikajiunga na VETA 2009, 2010 na 2011. Na VETA nilichukua fani ya catering, ya upishi. Nilipoanza Januari, nimeingia catering. Februari mwalimu akanishauri, dada wewe ifanye haikufai. Kwa nini? Wewe nenda painting. Nikamwambia teacher, mimi napenda kusomea mapishi. Alafu nimetoka kabisa kijijini, nimeshamwambia babangu mimi naenda kusomea mapishi, na babangu anajua kabisa mwanangu ameenda kusoma fani hii. Leo hii nibadilishe. Sasa nikienda kijijini nitaenda kumpigia nani rangi? Akasema hamna, watu wanajenga kila siku, mambo yanabadilika, usichague fani, hamna ya mwanamume wala ya mwanamke. Akamuita yule sister alinipeleka shule, akamuita sister, chua huyu mtoto anabidi akasomee painting. Watu wanajenga kila siku, huku kwenye kupika huku sio sana. Huyu ni kama binti yangu, mimi namshauri tu asome painting. Kila nikimwangalia akanita tena mara ya pili ofisini, kasomee painting. Kwa sababu hata paint unapoenda VETA unajaza zile fani zote. Painting, catering, kama ukifeli utachaguliwa ipi. Kwa hiyo nimechaguliwa pia painting, electrical. Basi nikajiunga na painting, lakini moyo ulikuwa unauma dada fani ya kiume, alafu na nikarudisha forms zile sketi nikagaia tu catering, nikaenda kuchukua suruali, overall. Safari ikaanza. Kwa nini ulikuwa unapenda sana kupika? Nini kilikuwa kinakufanya upende sana kupika? Yaani mimi nilikuwa sipendi kupika, ila sasa ni fani ambayo ilitokea tu. Kama ukienda VETA kule kuna kupika, kuna hivi, kuna kushona. Mimi nikasema kushona hapana, bora nipike. Kwa hiyo zile ndio fani zilikuwa za kike, kushona, kupika. Alafu watu wengi hawajui fani za kwa mfano plumbing, electrical, CJ. Kwa kijijini, mtu kumwelezea mtoto wako anaenda kusomea bomba. Sasa bomba na kufundi bomba tena. Au mtoto wako anaenda kusomea kupiga rangi. Haiji kichwani. Kwa hiyo kwa kipindi kile kitaja catering ndio ilikuwa ipo sokoni. Lakini nilipofeli kule nikaenda painting. Nilifanya painting mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu nikazoea. Okay, mwalimu aliona nini kwako ambacho ni kwa muda mfupi kakuona, alafu anaona kwamba wewe bwana hawezi huku, unaweza huku? Uliwahi kutaka kumuuliza hicho? Nilimuuliza baada ya kusoma paint, alafu nikawa nafanya vizuri, alinifuata akaniambia, Asenga, unaona sasa hivi unafanya vizuri, huku ndo kuna kufaa. Kwa sababu nilikuwa ni kama alafu naweza kupanda popote. Yaani ni mjasiri, naweza kufanya chochote. Kwa hata kujenga, naweza kujenga. Basi niliposoma painting pale, nilipomaliza level 1, nikaingia level 2. Nilipoingia level 2 tukaingia civil engineering. Kwa hiyo kule VETA kuna fani zote unapita. Naweza kupita electrical, plumbing, CJ, auto body repair, machine filter,
Fani zote tukapita, nikamaliza, nikapata cheti, nikafaulu vizuri. Kwa hizo zote unakuwa unazisomea mara moja au unakuwa ukichaguliwa sehemu moja lazima uzipite hizo? Yaani ukiwa painting lazima usome fani zote ikiwepo na fani yako. Ukiwa mason lazima usome fani zote ikiwepo na fani yako. Kwa sababu gani wanafanya vile? Ili kwa mfano hapa amepita fundi umeme. Amepita fundi umeme, lazima atatindua, lazima ajue kufanyaje kupaziba. Amepitisha bomba, lazima apazibe. Kwa mfano nimeshapiga rangi, amepita fundi mason, amekuja ametengeneza, amechapia, atapasikimu na atapiga rangi. Kwa sababu tayari ameshafundishwa shuleni. Na kwa sababu tayari anakuwa ameshaharibu kazi ya mwingine, kwa lazima itengeneze. Lazima itengeneze. Kwa hiyo fani zote tunafundishwa. Kwa hiyo mimi fani yoyote ile, hata ikiwa hapa sasa hivi wao umeleta shida, nafunga, nafungua na uweka, afu baadaye nitarudishia. Kwa sababu ni fani ambayo naijua. Kwa hiyo mimi najua umeme, najua plumbing, najua kujenga. Baada ya kukaa kwenye sekta ya ufundi eneo la kupaka rangi kwa muda mrefu, zipo changamoto nyingi anazokutana nazo kama mtoto wa kike. Nilimaliza VETA, tukafanywa graduation, namshukuru Mungu nilipata cheti cha mwanafunzi bora. Wow. Kwa kweli. Hongera. Asante. Cheti changu kwa naruhusu kwenda kusoma Kigoma, level 3. Nimekuja mtaani, nikakuta watu wanapiga rangi. Nikamwambia kaka mimi ni fundi rangi, akaniambia wewe dada wewe sio fundi rangi. Nikamwambia mimi ni fundi rangi. Unaweza kupaka rangi? Ndio. Njoo upake rangi. Hapo ulimuona wapi? Temboni. Siku nimepiga akanipa 30,000. Siku hii ya kwanza. Nifika nyumbani nikamwambia unajua leo nimefanya kazi. Ulikuwa shilingi ngapi? 30,000. Akaniambia hamna. Manka hamna. Ushaanza ujinga. Nikamwambia mimi nakwambia hivi, nimeenda kazini nimelipwa 30,000 leo. Kesho yake nikaenda akalipa 30,000. Ila nilikuwa nafanya kazi. Kwa hiyo sasa yeye aniambii kwamba nafanya, kwa sababu ukitoka VETA mark zako za kuchorea mstari skirting, wewe unaweza kunyosha hata na mkono. Kwa sababu tayari ushajifunza. Kwa hiyo nilikuwa napiga alafu nampigia na mnyoshia skirting zake zote rangi za mafuta. Anambia wewe ulifanya kazi wapi? Nikamwambia mimi nimetoka chuo. Kesho utakuja tena? Nikamwambia ndio. Niko asubuhi nikaamka, kwa sababu ni karibu na nyumbani, nikaenda tena. Akaambia sasa unatakiwa utafute nguo zako za kufanyia kazi, sio unachafua nguo. Nikamwambia hizi ndio za kufanyia kazi. Kweli Akanipa tena kazi. Nikamaliza. Akamwambia umemaliza? Basi sogea huku. Nikaenda nikafanya. Yaani nilikuwa nafanya kazi kwa kujituma kweli kweli. Sasa yule aliambia kama yani uko vizuri, ila nataka atembee na mimi ili nifanye kazi. Kesho akanipigia, tumemaliza pale. Njoo, kuna kazi huku mpigi magoe. Akanipangia kwenye ukuta, akaniambia fanya. Yaani akaniambia sasa ukimaliza ukuta, mimi nitakupa 70,000. Kwa kipindi kile ni hela nyingi, lakini kumbe alikuwa anitumia mimi bila mimi kujijua. Dakika 5 tu nimeshamaliza. Akamwambia umaliza, kesho ukija tena unapiga hapo 70,000. 30 kaja 70, ananipa 70 kwa siku, 30 kwa siku. Nikapata mimi kazi. Huyo baba alitaka ile nyumba ambayo yeye anakaa ifanywe kazi yote. Sasa kiukweli sasa pale naandikaje material sijui. Kwamba material ni kiasi gani? Sababu VETA wao wanakuambia unatakiwa uende kwa square meter na pia uangalie kazi, yani unatumia muda gani ikulipe. Kazi na kubadilishana muda na pesa. Ndio tumejifunza muda na pesa. Sasa kule wanafanya makadirio kwamba hapa ni ndoo moja. Ndoo moja alafu mtu anakutajia hela anayotaka. Atumie square meter. Ilikuwa kazi ya bati, akaambia 300,000. Nikampigia yule kaka, nikamwambia kaka, kuna kazi ya bati iko hapa nyumbani kwetu. Wanasema bati nipige kwa 300,000. 300,000? Ameandika rangi gani? Nikamwambia hapa ameandika PVA, niwaandikia PVA ya koro, ndoo 5. Nikamwambia na fisher board ndoo nyeupe moja, na nini tena? Akamwambia sasa sikiliza. Nakuja hapo. 300,000 amekupa? Ndio. Niko na 300,000 yangu namsubiri. Yaani ningekuwa najua kuendesha kazi. Kumbe mimi ningetakiwa nitafute mafundi niwapandishe juu kipindi kile fundi mmoja 10,000. Ina maana ningepandisha mafundi hao 4. Bati lingeisha, ningetoa shilingi ngapi? 40,000. Ile na nyingine yote ya kwangu. Sasa kwa kutokujua akaja akaniambia, "Aya 300,000 hiyo hapo, wewe shika 1,500,000. Alafu ngoja mimi niongoze hii kazi." Akanipa 1,500,000 akachukua 1,500,000. Mafundi wakaja akapiga akamaliza. Ndio kama tupige ndani. Baadaye nikachukua namba za wale mafundi. Nikasa mimi nawaita. Hivyo baadaye nikapata kazi kubwa zaidi. Baada ya kupata kazi kubwa nikarudi Kigoma. Niliporudi Kigoma kwa ajili ya kusoma. Nimeenda level 3 Kigoma, diploma, nikakaa mwaka mmoja.
Baada ya kumaliza mwaka mmoja nikarudi tena sasa uraiani rasmi. Nimerudi huku nikakuta vitu vimebadilika. Ni kama ulikuwa nje ya soko. Yaani nilikuwa nje ya soko, nimerudi tena nje ya soko, bora ningebaki nisingeenda kusoma. Kama nilikuwa najua kabisa nabaki, yani kama nilikuwa nataka niende diploma ili niwe mwalimu wa VETA. Lakini baadaye nikaona bora nirudi tena nikafanye kazi. Niliporudi huku kulikuwa kugumu. Yaani huku ndo kulala na njaa kabisa. Sasa nikaanza kufanya kwa mafundi wenzangu. Naenda wananipigisha msasa. Najifanya sijui kitu chochote kwa sababu pale ukisema tu kwa mafundi unakuta fundi ni mkubwa lakini hana elimu ambayo unayo wewe. Ukimwambia mimi nimetoka VETA una hivi au unajifanya unajua, atakufanyisha kazi siku moja, siku ya pili anakustopisha. Ili ujue unajifanya naye ni mjinga. Kwa hiyo ananifundisha kupiga, mimi namwangalia tu anavyopiga. Ila yeye akiona unamwangalia sana anakuambia wewe huwezi kujua. Hizi rangi nimejifunza kwa nani? Kwa Waturuki. Naambia mimi nifundishe tu ya kupiga msasa. Kwa hiyo nikaanza nampigia msasa, nampigia primer. Yeye mwenyewe akaanza kuniambia fanya hivi. Nikaanza kufanya ile mawimbi. Piga vani shikilia napiga kwa sababu kwenye rola niko vizuri. Tukaenda bosi wake akanipigia siku moja simu. Hivi ile kazi anayofanya yule kaka unaijua? Nikamwambia naijua. Unaweza kuifanya? Ndio. Njoo kazini. Nikafanya vizuri kuliko yule fundi. Akamba kumbe unaweza. Fanya bwana Mchaga mwenzangu, yani wewe fanya hii kazi. Shilingi ngapi? Nikamwambia nipe 800,000. Nitakupa 1,000,000. Aliniambia nitakupa 1,000,000. Kwa kweli nilifanya ile kazi nifanya peke yangu, naamka asubuhi kila siku naenda. Kila siku naenda nikamaliza ndani ya wiki. Kwa nini sio unafanya peke yako hujaita wenzio? Ni mafundi nilikuwa sina namba za mafundi, sijui mafundi. Nikakutana na fundi mmoja Michael, yeye anajua. Yule Michael anajua kiukweli. Yule kaka anajua. Manka njoo site kwangu, nimeenda site kwangu kuangalia hivi. Nikamwambia fanyaje? Akaambia utajua tu. Nikapata mimi kazi ya gorofa. Nimetoka kwenye gorofa lake tu leo pap. Nikapigiwa simu. Kuna kazi Mbweni, Bari Beach. Ni gorofa yeye. Nikafika pale nikadesign ile gorofa, ndio ilikuwa gorofa langu la kwanza. Nikasema Mungu naomba unipe kibali ile gorofa. Huyu bosi akaniambia mimi sijui rangi na kukabidhi, naomba uniletee yani kitu ambacho cha tofauti machoni kwangu. Alikuwa mstaafu, alikuwa anafanya kazi TANESCO. Baada ya kupokea ile jengo akasema Mungu naomba ubariki kazi ya mikono yangu. Na alidesign peke yangu. Kiukweli nilidesign ile gorofa kuanzia juu, chini, gorofa kupandisha kwenye ngazi, vyumbani. Yaani nilimpigia rangi ambayo wewe mwenyewe alipokuja akaniambia mimi sikutegemea. Kama wewe binti ungefanya hivi, sikutegemea. Mwanangu yani hapo umefanya kwa sababu ile naye ni sawa babangu kabisa. Hapo mwanangu kweli nimekubali wewe binti yangu umejifunza, wewe ni painter. Basi baada ya hapo na yenyewe ilikuwa shilingi ngapi? Ile gorofa ilikuwa 4,000,000. Ambapo ni kazi ya muda gani? Ile tulifanya kama mwezi mmoja na ile sana nilichukua mafundi kwa sababu wale Michael alinipa mafundi. Yaani yule ndo alinifungua kabisa akili. Akaambia kazi zinafanywa hivi. Akaambia hapa usiwafanyishe dei, hapa wauzie. Ukiwauzia unakuwa unaangalia hiki kwa hiyo akanifundisha jinsi ya kuangalia nini kazi. Nikaanza kujua. Ni yapi hasa anayachukua kutoka kwa mabosi? Ili kuonyesha uaminifu kwa bosi, alafu bosi aonyeshe uaminifu kwako. Kwa mfano bosi anaweza akamshanunua rangi, wewe ukapiga rangi ikaisha, akamwambia fundi, hebu ununua rangi hapo bwana, kama una hela hapo mimi nakupitishia. Au utajioni ndio unatakiwa ulipe mafundi. Utampigia bosi atume ile hela. Nakutumia nilisahau kabisa. Ndio nashuka hapa. Hiyo ndio nitolee mpaka kesho asubuhi. Hali ajali kwamba kule site ile kazi ile hela ulotumia ni ya mafundi au ni ya nini? Au ndio umemaliza kazi yake, bosi nimemaliza kazi. Sawa. Ameshakupa liba charge, umeshachukua hela nyingine. Anakuuliza tena hivi libaki shilingi ngapi? Unamwambia bosi mbaki kiasi fulani. Mbona nyingi sana? Alafu hata mjafanya kazi siku nyingi. Unaona bosi ulitaka kazi yako iishe. Kazi tumemaliza tupe hela yetu. Basi fundi nitumie namba yako account. Unamtumia namba account. Mpo na mafundi site. Umetuma kwanza labda saa 6, mafundi anaendelea kumalizia kazi. Saa 7, saa 8, saa 9, saa 12. Bosi ndio tunaondoka.
nimechelewa kutoka ofisini, ila usijali, kesho asubuhi nitakuwekea kwenye akaunti yako. Wakuta umetumia hela yako, labda umetoa hela kwenye akaunti tena unaenda unalipa mafundi. Asubuhi unampigia anakwambia nimeshafika kazini nilisahau kabisa. Samahani nitakutumia fundi. Hawawi waaminifu kwetu kama sisi tunavyokuwa waaminifu kwao. Lakini pia mafundi na wenyewe wanalalamikiwa sio anaiba, sio anapunguza, niseme. Mimi nikishapiga quotation yangu ya material ni mle. Tabaki ndoo moja, ndoo mbili. Lazima zibaki kwa sababu lazima bosi anapokuja kuhamia nyumba inakuwa imechafuka, lazima tena aje apitishe mkono mmoja. Haiwezi tena kwenda kununua rangi kwa sababu tayari rangi nimeshafanyaje, nishamnunulia. Kwa hiyo mimi siongezi sana material. Na kwenye kununua mabosi wengi sasa hivi wanaenda wenyewe. Na mabosi wengi wamekuwa wanajuana na watu wa maduka sana. Kwa hiyo sisi mafundi sasa hivi tunakula tulichopatania. Na nataka kujua kwa namna yoyote wewe kama mtoto wa kike au kama mwanamke umewahi kufeel ama umewahi kuona hali ya labda kufanyiwa hujuma labda na mafundi kwa sababu wewe mwanamke, au kufanyiwa chochote kile ambacho kitakufanya au kwa sababu mimi mwanamke, yani hiyo hali kuingia kichwani kwa sababu unaweza kupewa kazi na bosi amekupa wewe afu ukatafuta mafundi ambao maybe mafundi wengine wengi ni wanaume, alafu ukaiona hiyo hali kitokea? Hiyo imenitokea mara nyingi sana. Hiyo hali ikikutokea unatamani hata ufe. Kwa sababu kile kitendo unaanza kumuita fundi site, mkapatana naye kazi. Ukishapatana na fundi wanafanya mafundi wanafanyaga kwa siku. Kwa hiyo anachukua nusu ya hela. Akishachukua nusu ya hela wanagawana. Kesho yake kama sio muaminifu utamuona tena site. Hasa uweze kwenda kumrudia bosi ambaye unajua mafundi wangu waliondoka na hela bosi. Unaanza tena kutafuta fundi, unaanza kuambia wale wengine basi tunaendelea na kazi. Kazi inaendelea kufanyika. Kwa hiyo unapoendelea kufanya kazi anaweza kaja mtu mwingine akafanya kazi akwambia mimi ni fundi mkubwa bwana. Sipigi msasa. Unaelewa eh? Kazi umemuuzia, anakwambia mimi ni fundi mkubwa. Sipigi msasa mimi. Sasa ukiwa fundi mkubwa ndio upigi msasa. Dada utajua mwenyewe bwana. Yaani wanaume wanakuwa na zile kashfa. Anaweza akakukashfu mpaka kaona hivi kazi bora nisingeifanya hii kazi. Mbona inaniuzi? Yaani wanakuwa na yale mwana anakuatisha hata tamaa. Si ukae nyumbani ukate vitunguu unakuja kuhangaika na kazi ngumu huku za nini? Wewe unakuja kupanda huku unajifanya wewe wa kike tu. Unaelewa? Kwa zile kuna zile kauli za wanaume wengine hakutii moyo, mtu anakuatisha tamaa. Nasikia una nini wewe bwana? Ungehangaika huku na mavumbi. Mtu anatafuta hela, utafutia ile kazi. Amepata kazi kupitia wewe, anafanya kazi kwako. Hajai kukupa dai hata siku moja. Wewe ndo unafanyisha kazi. Lakini ile kufanya kazi smart mwingine hawezi. Yaani wanakuwa na au mwingine unamuuzia kazi anakuja na bandika. Yaani anasikia unamfundi sasa mbona unabandika usinipatie kazi. Akati mimi ndio bosi. Sasa mbona hii kazi ninataka usikie 1 2 3. Nakwambia wewe tulia mimi nitakukabidhi kazi yako. Unajua kabisa unakuja kupata mawimbi. Sio ukianza kuongea anaanza kuanzishia fujo. Mafundo kwa sababu wana hila kwa wanawake. Yaani mafundo wa kike ndio tunapitega changamoto nyingi sana. Au wanaweza wakaja na mabegi yao makubwa, site sio ya kwake, akaanza kupiga rangi, ndio anapiga rangi vizuri, lakini akiondoka jioni, anaondoka na lita 4, lita 5. Aisee. Yaani usipokuwa makini pale anaanza kutoa kazi, yaani rangi kidogo kidogo. Unaweza kukuta rangi yako yote ya bosi imeishia kwa mafundi. Yaani wale mafundi wanakuja na mabegi makubwa. Kiukweli wanatukwaza. Ni wezi. Yaani wanaiba. Yaani zile rangi ndogo ndogo mtashangani, mtu anakuja hata na kopo la lita 5. Moja ya mafanikio alionayo Jessica ni kuweza kusomesha wadogo zake 3 kupitia kazi yake ya kupaka rangi, na kwa sasa anayaona mafanikio makubwa katika eneo hili, hasa baada ya kutoka kuwa kibarua mpaka kuwa msimamizi wa kazi kubwa anazofanya. Pili kile mimi naanza kazi, wadogo zangu nao walikuwa wanamaliza shule. Kwa hiyo mimi hapa wadogo zangu niliwapeleka nao VETA. Kuna wengine ameenda VETA nilikuwa nalipia mimi. Kuna wengine alisoma fani nyingine ya catering na nalipia mimi. Kwa hiyo unakuta maisha tunasogeza kwa kusaidiana. Na kipindi kile cha mwanzo unapojifunza, sio kama unapata kazi kila siku kama sasa hivi. Unapata kazi leo, unakaa labda miezi 4 au miezi 5 kwa sababu mimi nilikuwa sipendi yani kwenda kufanya kazi kwa fundi mwingine kama siendi kujifunza kitu. Unakaa labda miezi 5 labda miezi mingapi, lakini baada ya kuja kupata kazi unapata kabisa kazi hata kulipa kodi ya nyumba nini. Yaani ilikuwa inanilisha maisha yangu. Lakini kwa sasa hivi namshukuru Mungu kwa fani ya rangi.
Mimi na duka la rangi. Alafu na kiwanda kinachozalisha mikanda. Kwa hiyo kwa fani yangu ya rangi imenipigisha hiyo hatua. Watoto wangu wanasoma hivyo. Sana. Na mume wako anakuruhusu kufanya kazi kwenye mazingira ya wanaume wengi kama haone hana wivu? Shemeji ana? Shemeji ana wivu, lakini sasa kuna muda simu ikipigwa inabidi niongee. Fundi unasemaje? Umeona? Yaani tuwasiliane na fundi asikie. Kwa sababu kuna fundi mwingine anakupigia simu, "Sister, ndo nimeamka, napanda magari ya wapi?" Hiyo ni saa 10 usiku. Kuna fundi mwingine anakupigia saa 5. Yaani inategemea sasa ni wewe. Yeye anapokeaje sijui, lakini mimi mara nyingi napigiwa simu mpaka saa 5 usiku na saa 10 na saa 10. Lakini anakusupport kwa 100%. Mpaka ananiamsha, "Leo uende kazini?" Naenda. Kwa sababu anajua hii kazi napata kitu gani, kwa sababu mimi namweka kazi. Bwana, hii kazi nikiendesha napata kiasi fulani. Kwa hiyo dada ananipigania ili nipate ile hela. Ananiamsha asubuhi ili niondoke, ili nikiipata tu niilete. Kwa hiyo ni watoto wa kike ambao wanaangalia saizi Kidani wanaweza wakapiga simu na wakapata fursa ya kuja kujifunza. Kabisa. Yaani kama yuko tayari, mimi nakuwa naye site. Yaani tunaanza moja kwa moja na kuanzia kwenye skimming, ila awe jasiri na anapenda hiyo fani kutoka moyoni. Kuna mwingine anakuja na kwamba dada, mimi napenda, akifika pale akifanya tu jasho ile likaanza kumloanisha, anaona anaishia njiani. Anakuwa akipanda ngazi akishuka, miguu inaanza kumuuma, nasikia sister kesho anakupigia simu, "Dada, leo siji, miguu inauma." Unajua huyu tayari hii fani sio ya kwake. Lakini ambaye yule ni ya kwake, fundi akija site kwanza anaanza kupiga madirisha. Akipiga madirisha mpaka jioni huwa tunawapa hela ya kuondokea, tunampa 10,000. Kwenye skimming unajua kabisa, unamwambia angalia ninavyoanza kwenye milango. Nimeweka masking tape, kwa hiyo tunaanza kupandisha. Kwa hiyo akianza kujifunza skimming ni ngumu. Kwa hiyo akijua tu skimming unakuwa unamwachia na skim. Akianza kujua kunyoosha sasa unamwambia anza kupiga msasa. Yaani fundi atakaye kuja lazima wewe unajua kupiga msasa. Lakini sasa hivi kuna msasa wa mashine, mafundi wanateseka sana. Nini wito wake kwa watoto wa kike wengine? Kwa mtoto wa kike ambaye anakuja kwenye hii fani ni nzuri. Kwanza inakufanya na kuwa huru. Unaenda popote. Mimi nishafanya kazi mpaka Ikulu ya Dodoma. Unaona? Yaani kuna kazi unaenda mpaka kwa kiongozi unashangaa, kiongozi fulani na mimi nafanya hapo kazi. Hii kazi inakutambulisha wewe ni nani. Kwa hiyo wasiogope. Mimi nikikutana na mtu yote sasa hivi, hata awe rais hata awe nani, siogopi kwenda kufanya kazi kwake na napatana naye vizuri tu. Wewe ni rais na kupatana naye vizuri. Tena rais ndio unapatana naye vizuri mno. Sasa unajua hapa ndio kuna ulaji. Umeona? Kwa hiyo kuna sehemu ambazo rangi imenipeleka mimi kama wa kike. Kwa hiyo kuna nyumba ambazo hata wewe huwezi kuingia, mimi nilishaingia. Kuna sehemu ambayo wewe hujui, mimi nilishaenda. Kwa hiyo rangi inakufanya unakuwa unabadilika, unakutana na watu tofauti. Na kuhusu kuhisi labda rangi ina uni, hapana. Ni wewe utakapojiweka. Kuna wanaume wale wengine wanaweza kukufundisha vizuri, majasiri. Kuna wale wengine watakukatisha tamaa. Sasa wewe kama unakukata tamaa utakata tamaa. Kama wewe ni wa kuishia hapa au kwenda pale, lazima utamove kwenda sehemu nyingine. Na tunamaliza hivyo siku ya leo. Kwa hiyo kama ulikuwa haujui nini unataka kuchukua ama nini unataka kusomea wewe kama mtoto wa kike, Jessica tayari ameshakucholea ramani. Ufundi rangi unalipa na hapa katika eneo lake huku kote amepiga rangi yeye, na ndio naondoka hivyo siku ya leo. Na nafikiri kupitia historia yake umeona namna gani unaweza kutengeneza maisha yako, na ametoa fursa kwa watoto wa kike ya kufundisha bure kabisa. Kuna namba ya simu ambayo inapita hapo chini kwenye screen yako 0888475656. Tafadhali tuma ujumbe mfupi wa maandishi, usipige simu, ama nifuate katika mitandao ya kijamii, andika Sauda_Kidani Show ama UTV TZ ama Azam TV TZ. Mpaka wakati mwingine, naamini fursa hii utaipigania na kuigombania wewe mzazi ama mtoto wa kike. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Sauda Hussein. Kwaheri.